Kwa majina naitwa Spice Rugalela, ni kaimu meneja mkuu wa Korosho Cooperative Joint Enterprise iliyoko Mtwara. Leo tuko hapa bandari ya Mtwara kwa ajili ya mapokeo ya salfa ya unga. Kuna shehena imekuja ina tani 5500 za salfa kwa mwaka huu na msimu huu wa 2026-27, ambapo lengo letu la salfa ilikuwa ni kusambaza tani 35. Mpaka sasa tumeshasambaza tani 18,000 na 74,000. Leo tunapokea shehena yetu hii ambayo ni tani 5500, na pia tunategemea kuna shehena nyingine ya meli ambayo iko Dar es Salaam yenye tani 2900, ambapo tukizijumlisha zote tutakuwa tumeweza kusambaza tani 26,476 ambayo ni sawa na 76% ya lengo. Kwa hiyo usambazaji unaendelea kwenye maeneo ambayo bado yana uhitaji. Katika ule mpango ambao tulikuwa tumeupanga katika kuleta salfa msimu wa 26-27, kama ambavyo tueleza awali, mwaka huu tupata changamoto kidogo ya salfa kwa kuchelewa kufika, na ndio maana tulikuwa na mafunzo tukawaelimisha wakulima namna kutumia dawa za maji, ambapo kwa ujumla wakulima wafanya jambo moja zuri sana la kutumia dawa za maji, na sasa tukiangalia hali ya zao mpaka sasa hivi iko vizuri. Kwa hiyo kwanza tunashukuru kwamba wadau mbalimbali walituelewa changamoto ya upatikanaji wa salfa na wakatupa ushirikiano, na matokeo ambayo tunaona shambani sio mabaya. Tunamwendea kuomba Mungu kwamba hali iliyoko mashambani iweze kuendelea vizuri kama ilivyo sasa, ambapo inaweza kutoa matokeo mazuri wakati wa msimu. Lengo letu katika msimu huu kama tulivyokueleza awali, kwanza zaidi kusambaza dawa za maji, lakini kwa sababu salfa imefika kwenye yale maeneo ambayo tunaona bado yana uhitaji wa salfa, tutafanya tathmini yale ambayo kwa yanahitaji wa salfa tuendelea kupeleka ambao kweli kuna uhitaji, lakini kuna maeneo mengine mengi ambayo tayari korosho zinaenda, wakulima wameanza kuokota, unaweza kutoa umuhimu wa salfa sasa hivi unaweza usiwepo tena. Lakini tunafanya tathmini ili basi yale ambayo maeneo yanahitaji salfa tuendelea kusambaza na kuwapatia wakulima. Sasa hivi kwa mfano niongelee pia changamoto kubwa imejitokeza, changamoto mpya ambayo ikuwepo ni swala la nondo wa mikorosho au kwa jina maarufu kama viwavi, ambao ni jamii ya viwavi ambao wanaenda kwenye korosho sasa hivi wanakula matunda. Maana sasa hivi mikorosho mingi imeanza kuweka matunda. Wale viwavi wanakwenda wanakula majani, wanakula na matunda. Tunashukuru kwamba katika zile dawa za kuua wadudu ambazo KCJE wameziagiza zinawaua wale wadudu vizuri kabisa bila shida yoyote. Kwa kupitia nafasi hii niendelee kuhamasisha wakulima wale nondo wa mikorosho au maarufu kama viwavi watumie zile dawa, vile viuatilifu vya maji ambavyo wameshapatiwa. Tumeshatengeneza matangazo, tumewasambazia wakulima dawa ina gani kwa kusambaza, unapuliza kiasi gani, na tumewaambia kwamba ni vizuri wakapulizia jioni ili kuweza kuwadhibiti hao viwavi. Lakini zaidi ya hayo, mimi niwapongeze KCJE kwa kazi ambayo wanaifanya. Ni taasisi ambayo ni taasisi mpya, lakini kwa jitihada ambayo wanafanya mpaka sasa hivi tunazikituletea matokeo. Kwa hiyo tuna imani katika miaka ijayo KCJE watakuwa na mchango mkubwa sana katika kuinua tasnia ya korosho nchini.